Bwana, michezo ya ligi kuu Tanzania bara kwa vilabu vikongwe leo vilikuwepo uwanjani, nikimaanisha dimbani. Simba Sports Club mnyama katika dabi ya Mzizima majira ya saa 11 za jioni kwa saa za Tanzania, akivaana na wauza lamba Azam FC matajiri wa Chamazi kule, na tukishuhudia mapema mnyama akishindwa kufurukuta dhidi ya Azam FC akichezea chuma 2-0 pale Benjamin Mkapa. Baadaye Young Africans bingwa mtetezi akitetea ubingwa wake kwa msimu mwingine huu 2025-26 katika uwanja wa Jamhuri Dodoma alipokaribishwa dhidi ya Coastal Union na akishinda goli 1-0. Dakika za jioni kabisa goli la Prince Mpumelelo Dube mwana mfalme akiwainua wananchi wa mitaa ya Twiga na Jangwani pale katika uwanja wa Jamhuri. Goli 1-0 limefanya wapate alama 3 muhimu. Safari yao ya kutetea ubingwa wao imeenda vizuri siku ya leo. Katika mitandao ya kijamii tambo zimekuwa kubwa sana. Unaona vile ambavyo afisa habari ya kitamba Ali Kamwe, afisa habari wa Young Africans, kwa ushindi ambao ameupata. Sasa katika ushindi huu ambao ameupata kuna vitu vingi sana ambavyo vinazungumzwa katika mitandao ya kijamii, lakini pia katika kipigo ambacho amekipata tani wao Simba kuna vitu vingi ambavyo vinazungumzwa katika mitandao ya kijamii. Na tukishuhudia kwa upande wa mashabiki wa Simba, wao ni lawama ambazo wanazitupa kwa viongozi wao, wakiona anashindwa kuiendesha Simba. Ile furaha ambayo katika misimu iliyopita walizoea, wanaona sasa hivi sasa waipati tena, na tunaona mashabiki wakiwa na react baada ya mchezo huo. Lakini kitu kikubwa ambacho kimenifanya niwashe mic sio lawama za wana Simba, ni maoni ya wachambuzi ambacho wamekiandika kupitia mitandao ya kijamii. Hapa niko na maoni ya mchambuzi Hansi Raphael kupitia ukurasa wake wa Instagram, kile ambacho amekizungumza baada ya mchezo wa Simba mnyama kukandwa goli 2-0 katika uwanja wa Benjamin William Mkapa. Baada ya hapo pia maoni ya Hansi Raphael kuhusu Young Africans kupata ushindi wa goli 1-0 pale katika uwanja wa Jamhuri Dodoma. Kabla sija kusomea maoni yake, kama bado hujasubscribe YouTube channel yetu, subscribe kwa ajili ya kuweza kupata update kama hizi. Tembelea pia page zetu za mitandao ya kijamii, tunapatikana kwenye Instagram, Facebook pamoja na TikTok. Jina letu ni JR Mtita TV. Hansi Raphael leo mapema sana baada ya mchezo wa Simba Sports Club dhidi ya Azam FC kutamatika, aliandika kitu hapa kupitia ukurasa wake wa Instagram akisema kwamba Simba wamezidi kuwa butu mbele ya goli, pia safu yao ya ulinzi inavuja sana. Mwisho wa siku wamepigwa chuma 2 na Azam, akiona kwamba Simba wamezidi kuwa butu, yani hawana makali tena katika safu ya ushambuliaji. Wanapokuwa kwenye goli wanashindwa kufanya maamuzi sahihi, wakapigwa chuma 2 dhidi ya Azam. Hakutaka maneno mengi, akamaliza kuandika hivyo. Mchezo wa Young Africans pia ulipotamatika, akaandika kile kitu ambacho amekiona kwenye mchezo huo, ambapo Young Africans alikaribishwa na Coastal Union katika uwanja wa Jamhuri pale Dodoma, ushindi wa goli 1-0 ambao umewapa alama 3. Hansi Raphael ameandika kwamba haiishi mpaka iishe. Hii timu inacheza kibingwa, hii timu inajua kutafuta matokeo, hii timu haikati tamaa, hii timu ina mamba mentality. Huwezi kutamba mbele ya Yanga kama dakika 90 hazijaisha. Never. Yanga wanaweza kukushangaza muda wowote. Ndicho kitu ambacho anakiandika Hansi Raphael. Na kikubwa akisema kwamba wana ile mentality ya ushindi, yani winning mentality. Yani unapocheza nao katika dakika 90 basi haiishi mpaka iishe. Yani hakikisha kwamba dakika 90 kipenga cha muamuzi kinalia, ndipo ambapo unaweza ukajivunia kwamba umeifunga Young Africans au umeweza kuilazimisha sare Young Africans. Muda wote wanaweza wakakushangaza. Hebu niambie kwa maoni yao Hansi Raphael kuhusu Simba Sports Club. Wapi unaona wekundu wa Msimbazi wanakwama? Lakini kwa upande wa Young Africans, performance yao umeionaje katika mchezo wa leo? Coastal Union pia walikuwa bora wapi kuweza kuidhibiti Young Africans kwa dakika nyingi sana, karibu dakika zote za mchezo, na tukashuhudia Young Africans wakishindwa kutengeneza bao? Niachie maoni yako hapo chini, lakini usisahau kusubscribe ili uwe number 1 kupata habari zetu kutoka hapa JR Mtita TV, rafiki namba 1 wa burudani na michezo. Tembelea pia page zetu za mitandao ya kijamii, tunapatikana kwa jina la JR Mtita TV. Udhamini mkubwa sana tunapewa na JR Mtita Unisex Saloon, ambapo tunakukaribisha sana katika saluni zetu zinazopatikana hapa Dar es Salaam, maeneo mbalimbali. Fika katika tawi ambalo linapatikana karibu yako kwa ajili ya kuweza kujipatia huduma safi kabisa, kama pale Buguruni Rozana mkabala na kota za polisi, au
unaweza kufika pale Temeke Sudani kona ya kwenda Tandika. Kwa wakazi wa Kigamboni tunapatikana pale Kigamboni Mikwambe Mali Asili. Pia tunapatikana Kigamboni Kibada shule pale mkabala na shule ya msingi Kibada. Pia tunapatikana pale Tuangoma kwa Sako, tawi letu jipya kabisa ambapo huduma hizo zote utaweza kuzipata ambazo kama zinapatikana sehemu nyingine. Kunyoa kwa shilingi 2000 za Kitanzania, fashion zote kwa dada na wakaka, ndio maana tunasema unisex, yani jinsia zote. Lakini pia utapata huduma nyingine kama vile kupaka black, wanapaka wave, wale wanapenda fashion kama za bleach, kupaka purple, basi zote zinapatikana hapo kwa bei nafuu kabisa. Wale ambao wanataka huduma bora kabisa ya ngozi yako ina muonekano mzuri, nuru na ya kuvutia, basi kuna huduma za scrub kwa bei nafuu kabisa za aina zote zinapatikana. Huduma ya pedicure, manicure, steamer, zote zinafanyika katika saluni zetu. Lakini kwa wale ambao wadada wanaopenda muonekano tofauti, katika saluni zetu za kike tunasuka mitindo yote ya nywele kwa bei nafuu kabisa. Mitindo ya kiasili, mitindo trending na ile mitindo ya kisasa hivi sasa, basi utaweza kuipata pale. Wale ambao wanapenda kubandika kucha, kupaka rangi za jeli, basi karibu sana katika saluni yetu ya Mikwambe Mali Asili. Wanaoweka kope, wanaopenda kupaka makeup na kutokelezea kwenye mionekano ya kijanja, unakaribishwa sana JNR Mtita Unisex Salon. Fanya hivi, tembelea Instagram page yetu @officialgrmtita_unisex kwa ajili ya kuweza kujionea picha wateja wetu wakipendeza, uweze kujionea mandhari nzuri pia kisasa, vile ambavyo wateja wetu wakiwa wanapendeza, basi na muonekano mzuri kabisa saloni yetu na vifaa vya kisasa ambavyo tunatumia kutolea huduma utaweza kuvipata hapo. Pia unaweza kutupigia simu namba kupitia 0745 884 112, yani 0745 88 4112. JNR Mtita Unisex Salon, karibu upendeze. Fahari yetu ni kuona mteja wetu akipendeza. Ni kweli hoteli nyingi umeshafika na umeshapata huduma zao, lakini nikuulize, je, umeshawahi kufurahia na kuenjoy kwa kupata huduma nzuri na bora zaidi kutoka Brand Hotel? Usijali wala hujachelewa. Brand Hotel ndio mabingwa kutoa huduma bora zaidi. Ni hoteli ya kifahari inayopatikana mkoa wa Dodoma yenye mandhari nzuri ya kuvutia. Ufikapo Brand Hotel utapata huduma bora ya malazi, vyakula vizuri vya Kiafrika na vya kimataifa, vinywaji vya aina zote, free breakfast, free wifi, free swimming pool, vyumba vya kisasa vyenye huduma tofauti tofauti vitakavyofanya siku yako iwe nzuri na ya kipekee. Pia tuna kumbi za kisasa kwa ajili ya mikutano na shughuli mbalimbali. Garden nzuri ya kuvutia kwa ajili ya kupumzika na kupiga picha. Tunapatikana Kisasa, Dodoma, Tanzania. Fanya booking online kupitia booking.com. Tunapatikana kwa simu namba 0773 467 756. Email brandhotel14@gmail.com. Brand Hotel, tunaamini kwenye ukarimu na huduma bora.